Naomba nikupishe kwenye magazeti, kuna habari ambazo zimetawala karibu magazeti yote. Habari ya kwanza ni kuhusiana na bwana Aden Rage, Ismail Aden Rage, ambaye kule Tabora jana alitrend kwenye mitandao ya kijamii akielezea kukamatwa kwake kutokana na kujihusisha na mambo ya rushwa. Ambapo gazeti Majira limeandika TAKUKURU wamtia baroni Aden Rage. Gazeti Tanzania Daima yasema Rage anaswa TAKUKURU, adaiwa kuanza kampeni za ubunge kabla ya wakati, ahusishwa na rushwa, mwenye afunguka. Gazeti Uhuru wamesema TAKUKURU ya mnasa Ismail Rage akitumiwa kwa unga. Gazeti Mtanzania asema Rage alivyodakwa na TAKUKURU, na gazeti Mwananchi wakaandika Rage adakwa na TAKUKURU Tabora akidaiwa kutoa rushwa kwa wajumbe wa CCM. Nilikuwa kuzungumza na bwana Rage. Niliona kwenye simu hapo umezungumza naye. Yes, asubuhi ya leo. Kwenye TV. Anasema kweli alichukuliwa. Ndio. Na polisi siku ya tarehe 23 walimfuata nyumbani kwake mida ya saa 1 jioni, na alipofika mida ya saa 1 jioni alikuta ndo anafuturu. Anapata futari yake pale, akamsubiri. Akamwambia naomba niache kwanza nimalize. Alafu tamba. Wakamwacha. Wakamwacha. Asa kama saa 1:30 saa 2 akaondoka namba kwenda kwa ofisi za mkoa na TAKUKURU. Alipofika kule akakutana na mtu ambaye atakaje kumhoji, kwa akamsubiri kuanzia muda huo mpaka ilipofika saa 4 ndio mhojiji akaja pale kumhoji saa 4 usiku. Saa 4 usiku. Okay. Mhojaji. Kwa hiyo akamwambia bwana, unatuhumiwa kwa makosa kubwa 2 ambazo ndio tuhuma zilizokuwa zinamkabili. Moja ilikuwa ni bwana Rage kutoa gari kumpa katibu wa mkoa CCM kwenda nalo Dodoma. Kafanya wema mwenyewe. Kafanya wema tu mwezi wa Ramadhani. Akaambia kwanza siku hizi wanakula jua na uweredi wale ya juu kabisa. Gari si lina namba? Chukueni ingizeni kwa utaratibu wa TRA, mtaona miliki ya gari ni nani. Mimi sija kutoa hilo gari. Sihusiki na hizo sema za gari. Jambo la pili anasema tarehe 17 mwezi wa 3 alifanya kikao kwenye kata moja huko ila wajumbe kama 28. Alikuwa anafanya nao kikao kwa mambo yake. Akasema jamani, hiyo tarehe mnayohitaji na mwezi huo mnaotaja lazima pita siku 70. Ndio mnaona kikao. Kweli kabisa, it makes sense. Kwa hiyo nikasema basi, baada ya pale akaojea ilikuwa wamaliza saa 9 usiku anasema katika kumhoji. Ngapopona maswali mambo yenyewe mawili tu afu mnakaa mpaka saa 9 usiku. Sio kufafanulia tu saa 5 ngoro zako nyumbani. Sasa maswali mengi yalikuwa yamebuka, kile ilikuwa issue kubwa. Kwa hiyo saa 9 alikuwa lazima upumzike hapa mpaka asubuhi. Sababu njiani huko pabaya pengine basi lala tu hapa. Kwa hiyo si kama alikaa alilala. Ilipofika saa 2 asubuhi akaambia bwana, unaweza kwenda? Akaambia sawa, naweza kwenda Dar es Salaam kusafiri. Watakuwa kaambia sio Dar es Salaam, hata kwenda Kenya, hata Ulaya, wewe nenda tu. Tukitaka tukiwa na shida na wewe tutakurudia. Tutakuita. Kwa hiyo anasema baada hapo habari zikaanza kutosha kwamba alikuwa na wengine wanasema alikuwa na fedha milioni 27, milioni 24. Wengine wanasema alikutwa katika mkutano ndo akadakwa. Kuna wengine walisema kwamba amelala polisi siku 3, na kikasema ufafanuzi kamili ndio ulikuwa huo. Na mengine tu ilikuwa ni mastori ya tono tu wamejiongezea. Hiyo ilikuwa ni aliojiwa lini? Tarehe 23 kwenda 24. Kwa nini habari imetoka leo? Habari ni trend jana kwa sababu saa 2 asubuhi aliachiwa. Tangu alikuwa amekamatwa yeye usiku, hamna mtu alikuwa anajua. Okay. Kwa hiyo wale wanaendelea na uchunguzi. Au limeisha? Au limeisha? Sijajua kama endelea na uchunguzi, sasa atakapohitaji itakuita. Lakini inaonekana kama ishaisha. Sasa tulimuuliza jambo hili linaweza likakukomisha kama una nia labda hivi. Sasa ndio siwezi kusema sasa hivi, kwa utaratibu wa chama sasa hivi watu wanakaa tu kwenye masikio nje. Ukitaja ni nje. Wakati unazungumza naye alionyesha kufurahi au hajui mwenyewe? Anaweza kufurahi. Kwa sababu gani? Sasa tulimuuliza unamuhisi mtu? Mimi siko kwenye kumuhisi. Kapata bonge la mtelezo. Yaje tu. Kwa hiyo hii promo alipata. Na leo kama gazeti yote amepata promo kubwa. Ina maana hivi wewe unakaa pale kwamba hakuna bad publicity. Hakuna bad publicity. Ni publicity. Amepata bongo kwa sababu
kwanza kitendo cha kuwa katika vyombo vyote hivi vya habari, karibu vyote, maana yake ni kwamba mwenyewe atakiwa ajue bado kwamba yuko powerful. Lakini asija kuzunguka na zunguka. Sasa asija akapata publicity lakini chama kikamla kichwa. Chama hakina tabia hiyo. Tunapokaa hatuna mambo. Unless kama nyie kama watu wa chama. Lakini amepata bonge la yani amekuwa amepromotiwa mpaka yani mpaka basi. Unajua advantage ya sasa hivi ni nini? Bado pamepoa. Yaani sasa hivi ujue watu wafanya korogeka bado. Lakini ni kama wanariadha ambao wamejipanga tayari. Wanasubiri kipenga. Yaani kwa kifupi kitu ambacho walikuwa wanahofu kwamba watu wanaanza mapema, sasa ndio wameanza. Nani aliyekuwa Tabora hajui sana kama mambo yapo. Au mlimuuliza kama ni kweli ana mpango kugombea au la? Anasema uweze kusema ndio kwa sasa hivi. Huwa wanasema hivyo. Ila ukifika wakati nagombea tajua mambo yakifika. Ana bahati sana Raji. Jana bwana, kupitia social media tukapata taarifa ambazo zikaenea na ziko kwenye gazeti Tanzania siku ya leo. Mwanamama atangaza kuwania urais kupitia Chadema. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kwanza kujitokeza rasmi kwamba yeye yuko tayari kwa ajili ya kuwania urais mwaka 2020. Hapa anakuwa anahitaji nia yake. Chama mwisho wa siku kinakaa. Chama kitaamua kumpitisha mgombea. Okay. Kwa hiyo huyu mama amejitokeza sema hili sio jambo la kukaa nalo kimya. Ni jambo kubwa, ni nafasi nyeti katika nchi yetu. Ndio. Na hapa ipo nafasi pia ya yeye kujitokeza kama yeye. Watu wanasema mama julikani hapa siku zote pana mwanzo. Kama sasa tushamjua na hata kama hatakosa huko baadaye, lakini one of the reference CV yake. Tunasema yule aliyetangaza nia. Mwaka 2012 aligombea nafasi ya mwenyekiti wa WT Taifa CCM. Okay. Akiwa pamoja na Mama Sofia Simba, Anne Kilango. Kumbe alikuwa CCM. Alikuwa mwaka 2012. Au hii nafasi anasema nataka kugombea urais ni CCM. Kuja sana. Chadema bwana. Chadema. Tungalinyanyunga hapa. Tungaliondoka. Nadhani Chadema yeye anasema kumbe wetu angekuwa ni CCM alafu unajua akasemaje, angekuwa na kauli mbiu gani? Sasa nizamu ya wanawake. Anapita. Angepita. Angekuwa zamu ya wanawake. Yaani angekuwa ni CCM? Babu anapita. Watu zamu ya wanawake. Watu wanasema babu wanasema tu masamia malisi. Bwana jana kama Bwana Masudi una ndugu yako jambazi, ndugu jambazi. Kaka jambazi. Akamtafuta Muhimbili. Kama una kaka jambazi ama shemeji jambazi, unaweza kwenda Muhimbili pale. Magazeti ya leo yameandika watumiwa 7 wa ujambazi wa Dar. Gazeti hilo ni gazeti Uhuru. Gazeti Majira wameandika polisi Dar waua 7 watumiwa. Tulikuwa hapa kwenye wino mweusi tulipozipitia hizo stories. Tukawa tunasema familia ikiwa na ndugu jambazi kuna zinazojua na kuna ambazo hazijui. Ndio. Wenyewe maana hiyo taarifa inasema kama mna kaka jambazi, afa mjamuona siku 2 3 siku 4. Ndio mcheki Muhimbili. Na mnafahamu ni jambazi. Kama mjipe mfanye hivyo hivyo. Ila miaka fulani wakati tulipokuwa tuko wadogo, nilicho mimi ni handsome sana. Kama Dula. Dula kaleta tatizo. Sasa pale kwa nani kuna nyumba ilikuwa kuna ndugu jambazi lakini mpole. Mkimya. Tarabu. Kaka yao na huyo mama kaka yake. Yaani hao washikaji zetu walikuwa wanamuita mjomba, anko. Na sisi wote walikuwa ni anko wetu. Yaani ukimwona kaa barazani yani mtaratibu, huwezi kumdhania. Alipokuja baadaye kukamatwa na nini ndio aisee. Huyu anko jambazi. Sasa alikamatwa yule baadaye wakiwa 7 wameuawa. Alikuwa jirani kabisa, anko yeye mpole mkimya. Sio ukisikia jambazi yaani anko jambazi. Wewe kuna picha ambayo unaitengeneza ya jambazi. Kama ambavyo watu tunatengeneza picha ya shetani kichwani. Very sweet. Yaani sikipati yani jambazi sweet. Nilikuwa nakuuliza vipi pana mabadiliko kwamba kwenye swala la ujambazi. Wewe kwa mtazamo wako tu wa jumla. Na taarifa za hapa na pale zipo. Sasa ndio kidogo tofauti ya ujambazi, vibaka
na wale wanakofunga nguo na vibaka tunajua bado hapo. Sijuzi tu mimi wamenipiga hapo bega alafu sasa ndio tofauti yake kwa basi wale wanakuja 7 au wanakuja mmoja au wawili. Maana kama kikosi kazi kama hiki 7 kinakuja, hao unajua ndio walikuwa wanaenda hawajafika eneo la tukio. Hiyo taarifa za kiintelijensia wakazipata ndo zika nani. Lakini sasa watu 7 wana bastola moja tu kumbe. Walikuwa na bastola moja. Mpekulia moja mtu ana 7 bastola moja na risasi 3 na mitungi ya gesi 2. Au wengine walikuwa na nini? Silaha za jadi, mapanga, kamba, wanaenda nazo. Au kwa sababu nasema ni barabara ya Coca-Cola hii. Sasa tukapita kwenda kuuliza majirani. Maana nasema walikuwa wanatupia na risasi. Tuulize what? Hii hapa? Sasa hii barabara. Sasa unaenda kuuliza nini? Tatizo wao kusikia mlio au nini? Unachoenda kuuliza ni nini? Yaani unajua ni hali ya kushangaza kabisa kwamba wewe tatizo lako kwenye majibizano. Nadhani yeye changamoto yake walikuwa na bastola moja. hapo sana. Hapo nadhani kulikuwa na majibizano ya risasi. Unajua si hiyo bastola ilikuwa inatumika. No, sasa ilikuwa na risasi 3. Tukauliza sasa pale na kwa majibizano litokea nisikia wala wanaweza kutokea mambo. Alafu Sam hivi kwenye mazingira kama haya kwa nyinyi wataalamu wa masuala ya ballistic forensic na forensic inapotokea majeruhi kama hivyo wakapigwa mpaka wakachakazwa mpaka manake mpaka wanavuja damu mpaka wanakufa. Unategemea pia ukute na askari ambao pia nao wamejeruhiwa. Si askari, hata ukuta ambapo zinakosa zile zinapiga kwenye ukuta. Ndio kuna matobo. What are you trying to insinuate? Unajaribu kusema nini? No, Sam hatujakuelewa bado na. Maana unaelekea wapi Sam? Maana ni kwamba tupokee taarifa. Kama unakuja jambazi, unapika jambazi, ukienda pale utapata ndio huyo hapa. Yaani utabishana sasa. Taarifa imesha kwamba huyu ni jambazi. Ameuawa. Kwa hiyo ukimkuta pale ungestop, ungenyamaza. Sam mtafuta habari nyingine. Unataka kwenda eneo la tukio, si ndio? Hapo tutatoa tabongo. Kwa hiyo upo tayari kusaidia jeshi kama risasi zinaenda juu kwa sababu upige juu au utafuta maganda. Yeye anataka hivi mwasikia maswali yake? Anataka ende eneo la tukio. Aende akaulize majirani. Tunadadi Alafu pia alafu pia anataka angalie ukuta. Yaani angalie ulipochakazika. Nimemwelewa? Zamani Sambe. Nimemwelewa. Nilipokuwa mdogo. Actually mpaka sasa. Yaani nikisikia maganda ya risasi na napiga hesabu maganda kama karanga hivi. Natamani kweli nione maganda. Lakini yale sitakuwa machukuliwa kwa ajili ya ushahidi. Ushahidi ndio wao wamepiga. Yaani si kwa wenyewe. Lakini si wao tunachukuliwa vyote. Basi Sam hawezi kuacha kuvipiga. Bwana hebu ache Sam nenda bwana. Si hapo jirani Sam. Alafu hivi askari wanafikia kipindi wanachoka wanachoshwa na majambazi. Sasa kazi yao kaka wanachukaje na kazi. Na ndicho nitokana kwamba sababu wakati mwingine jana na juzi Idi kidogo ilisaulisha corona kabisa Dar es Salaam. Katika gazeti Mwananchi Coco Beach kule. Ni kama vile alisema barakoa trend kwenye maji, maisha yaendelee. Kuna habari picha gazeti Mwananchi na gazeti Uhuru. Hapa labda baada ya siku 7 14 huko mbeleni huko. Labda tukaona kwamba tahadhari tunazidi kuchelewa kuzichukua. Labda lolote linaweza kutokea. Yapo baadhi ya mashule ambayo wanapofungua kuelekea tarehe 1 au tarehe 30 kuna wazazi wanatumwa wanaagizwa wasitoende na vitu. Nimeona kuna shule 2 3 wazazi wanaambia mtoto bali na thermos, mwingine aende na thermos ya vikombe 2, lakini aende na tangawizi kilo 1. Kuna wengine wamesema pia wengi sana nimeona kuhusu thermos. Yes. Hii ni kwa sababu ya barakoa za vitambaa 15. Yes. Sanitizer kubwa zile chupa 2. Kwa ajili ya tahadhari. Sasa sijajua mikakati kama hii pia kwa watu labda vyuo vikuu kwenye labda kunawa mikono kabla ya kuingia, kwa sababu inawezekana ni kama tangazo watu wametangaza kwamba yaani ngoma imeisha. Lakini masahara tunaweza kuchanganya tena maambukizi mapya yameanza kwa sababu kuchukua tahadhari. Kwa kama mzazi unapoona watoto, unazungumzia watoto, unazungumzia visichana, vivulana miaka 15, 16, 17, 13, 12 vimekusanyika sehemu kama Coco Beach. Unamfikiriaje mzazi ambaye labda amewapa kaka yao mkubwa au dada yao mkubwa
awapeleke watoto wakafurahi. Hudhani kwamba ni jukumu la kila mzazi, yani au ndio wao wameelewa tofauti? Katika kuelewa tofauti Masudi, labda kama tunajisawisha mapema, watu kwa namna moja ama nyingine, hapa Dar es Salaam kuna watu sana wamekutana na kaka familia zao, inawezekana yeye kwa familia yake karibu, au mtu wa pili watatu, ambaye wengine walipata changamoto ya corona, wengine mpaka kupoteza uhai wao. Ikitokea bwana Masudi ile changamoto ilikukuta, kama mtu akaenda dukani, huwezi kuichukulia poa. Huwezi kuichukulia poa. Unajua wewe mwenyewe tia maji unaelekewa mpaka na magesi yale kutoka mpaka madaktari walipiga makofi. Lakini Sam, unadhani ni watu wengi walipata nafasi hiyo yaani katika ukoo au familia mtu ikajulikana kabisa alikuwa na corona? Wao kujua kwamba hii ni mashine. Labda mtangazo ni kitu kingine, lakini kujua kwamba hii hapa. Unamwona kabisa baba yako kitu akifukuzia kwa kutoeta baada ya kujifukuzia. Anahema kwa tabu. Kwa hiyo tunafika mara zangu mzazi kwa ile changamoto ile rafiki. Hivi mimi nilipata tabu na naye. Huyu mtoto nampeleka Kazurule hivi leo. Akirudi furaha sio kwako peke yake. Furaha unaweza kupata nyumbani mkakaa tunatafsiri tu tofauti. Lakini tuangalie namna ambavyo tunafanya mambo. Madaktari wataja maeneo matatu kwa hatarishi kwa kuvaa barakoa. Gazeti Mwananchi namaliza nayo. Moja, usivae barakoa kwa unapiga mazoezi. Yaani unakimbia kilomita 8 umepiga barakoa. Okay. Kwa hiyo kupumua lakini na mfumo wake. Lakini mbili, ukiwa unapandisha ngazi ndefu. Ukaenda umbali mrefu ngazi ghorofa kadhaa, usivae barakoa. Tatu, wakati unafanya kazi ngumu. Hizi kazi za kikimikiki ile labda zege alilali. Wanasema sababu ni nini? Kwa sababu mfumo wa kupumua wako unakuwa very active. Sasa unapokuwa na hiyo unakuwa unazuia ile ndio kwa sababu unamaliza ile carbon dioxide, oxygen unavuta kidogo, wakati unahitaji more of oxygen kwa ajili ya kufanya shughuli zako, watu kuendelea na kazi. Baada ya kusema mimi unaomba kuwasilisha. Na sijajua unapopandisha ngazi ndio unasema usiwe barakoa. Wakati unashuka na kwaje? Unakuwa unavaa barakoa, unakuwa unavaa barakoa. Hata kuvaa kwa sababu sio relax. Jamani, kwa sababu unashuka. Sasa kuambiwa changanya na zako hapo. Utajua mwenyewe unafanyaje. Vaa